Atape Kihonda Net Event. Atape Kihonda Net Event. Karibuni kusikiliza neno la Mungu jioni hii ambalo lina kichwa kinachosema nyayo chumbani, sehemu ya kwanza. Nyayo chumbani, sehemu ya kwanza. Fumba tena macho, zungumza na Mungu kwa ajili ya kusikiliza neno lake. Asante Mungu wetu, tubariki kwa neno lako. Unapotuumba upya namna ya pekee kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, yote yatakayonenwa, heshima na utukufu vikurudie wewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 na ule mstari wa 13 na 14, tulipokuwa tunasoma ile jana, tuliona roho tatu zilizofanana na vyura, roho chafu zilizofanana na vyura, na tukaambiwa moja inatoka katika kinywa cha yule joka. Na yule joka, bahati nzuri Biblia inaeleza vizuri katika ile kitabu cha Ufunuo 12 na ule mstari wa 9, na anaitwa nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo moja inatoka kwenye kinywa cha yule joka, lakini roho nyingine chafu inatoka katika kinywa cha yule mnyama. Yule mnyama ndio tuliona anayetoka katika kile kitabu kile cha Ufunuo 13, anatoka baharini, ana sifa za wanyama wale wa Danieli sura ya 7. Lakini pia ndiye anayetajwa kumbeba mwanamke wa Ufunuo 17. Yeye ana vichwa 7 na ana pembe 10 na ana viremba 10 juu ya kichwa chake na majina ya makufuru. Alafu Biblia ikatueleza ule mstari wa 4, joka akampa kiti chake cha enzi na uwezo mwingi, mpaka watu wakashangaa. Huyu ni mnyama ambaye mamlaka na uwezo amepewa na Shetani, na yeye ndiye amebeba falme, vichwa 7 na zile pembe 10, kwa mujibu wa Danieli sura ya 7 mstari wa 17 na mstari wa 23, na ile Ufunuo sura ya 17 mstari wa 12 inaeleza vichwa, inaeleza pembe, ni falme ama ni ufalme. Kwa hiyo amebeba vyote katikati. Lakini kinywa, roho nyingine chafu inatoka kwenye kinywa cha yule nabii. Huyu sio nabii mwingine, ni yule anayetajwa kwenye Ufunuo sura ya 13 na kuanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 18. Huyu nabii ni wa ajabu sana, anafanya ishara na miujiza, hata moto ushuke kutoka juu na uje mbele za wanadamu, lakini ajenda yake ni moja tu, aweze kudanganya. Kwa hivyo hizi ni roho tatu chafu, joka, mnyama, nabii wa uongo, zinaendea kwa mataifa zipate kudanganya. Huu ni ushirika mtatu wa uchafu. Kesho Biblia itatueleza jambo la pekee sana ambalo utakuja kuangalia kwa nini sehemu ya pili itakapofika. Lakini tukaangalia bado huyu mnyama joka, Ufunuo 12 na 13, anatumia mawakala wake wakubwa wawili, mnyama kutoka majini au baharini na mnyama anayetoka nchi kavu. Na hiyo yote mawakala wakubwa wawili ni Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1 hadi 11, mnyama toka majini, na Ufunuo 13 mstari wa 12 mpaka 18, mnyama anayetoka nchi kavu, ana pembe 2 mfano wa mwana kondoo, lakini akinena anena kama joka. Kwa hivyo ana hao wawili, yule mnyama ambaye ni ufalme huu, yule anayetoka majini, anatembea, anatumia mambo matatu tuliangalia jana. Anatumia farasi, nembo ya vita, mashinikizo la vita, lakini pia anatumia merikebu kwa maana ya nembo ya uchumi, biashara. Anatumia mashinikizo ya kiuchumi, na katika hayo mambo mawili anafanikisha sana. Lakini pia anatumia mtaala, anatumia taasisi za elimu, anatumia curriculum
Katika mitaala ndipo akili za wanadamu zinatengenezwa. Ndiko watu wanasema ni wanazuoni, lakini wanazuoni wapi hao? Kwenye mtaala ndipo ibilisi anachakachua kupitia ule mnyama. Ndipo elimu za ajabu zinapatikana kwenye mtaala. Ndipo tukaangalia anachokifanya ni nini. Humo ndani inakuja sayansi, lakini sayansi ikipamba dhambi kuwa ni sayansi, yaani inaiweka sayansi, inatengeneza, alafu dhambi inakuwa ndio sayansi. Mtaala huo ndio wakina Charles Darwin, wakati dhambi ya kuasi uumbaji, ndipo inaitwa hiyo ndio sayansi hiyo, na nadharia ya uibukaji, theory of evolution na zingine nyingi. Lakini wakati kwenye mtaala hapo ndipo watu wanafundishwa haki za mwanadamu, katika ushoga, katika lesbian, katika mambo ya ulawiti, yote hayo ni katika habari ya haki za binadamu. Hii ndicho kinachoendelea leo, na kila mmoja ana haki yake. Hapa utasikia haki ya Mungu, utasikia habari ya kuhesabiwa haki kwa Yesu Kristo, utasikia kila mtu ana haki. Kwa hivyo akiamua atembee uchi ana haki, akiamua abadilishe maumbile yake ana haki. Haki za binadamu, curriculum, mitaala. Lakini anatumia pia nabii wa uongo. Huyu nabii wa uongo ana mambo makubwa mawili. Moja, mafundisho mapotofu, usisahau hilo. Mbili, anatumia miujiza, ishara za uongo. Ndio maana utaona makanisa, nyumba za ibada nyingi leo ni miujiza peke yake na ishara peke yake. Muda wote, masaa mawili, ni unaona tu kama vile unaona watu wanaelea. Kila mmoja anaanguka chini isipokuwa mnenaji na kameramani. Lazima ujiulize nini kinaendelea. Wakati wengi wanaanguka, kameramani haanguki na anamsogelea. Hii ni kusema yeye ni wa kiroho sana. Hii ndio sababu ujue atafanya mishara na maajabu na miujiza, lakini ya uongo. Hiyo yote ni kuletwa pamoja na udanganyifu. Sasa anapotumia nabii wa uongo, anatumia huyu anaitwa mfalme, wote kwa pamoja wanatembea, ndiposa wanakupeleka kwa kitu ambacho kinakwenda kutengeneza kitu kinaitwa sanamu ya mnyama. Siku zilizobaki tutakuja kuangalia vizuri, ambayo inaleta serikali na inaleta dini kwenye jukwaa moja, lengo likiwa moja. Hizi mbili ndizo zitakazoweka kwenye jukwaa. Na lazima wewe Mtanzania ujue, wewe Mwafrika Mashariki ujue, wewe Mwafrika mwenzangu ufahamu, unayetoka Russia, unatoka Uingereza, unatoka Australia, unatoka Urusi, unatoka Japan, lazima ujue ya kwamba serikali za dunia zitaungana na dini na litatengeneza inaitwa sanamu. Hapa hakutakuwepo neutral ground. Hapa lazima utahusika pande huu ama upande huu, bila kujali una dini gani, bila kujali wewe una elimu ipi, lazima uwe upande mmoja wapo. Hili ndio jukwaa linaendelea na wanaendelea kuyatengeneza vizuri, na ukitega sikio usikie baadhi ya watu ambao kwa kweli wana ukweli wa wazi, wa kweli, wa karibu mno. Ni viongozi wa serikali, wanajua haya mambo vizuri mno, wanaelewa shinikizo lililopo, wanajua pressure walionayo. Hawawezi kukanusha, wanaelewa dhamiri zao zinaugua, lakini wanafanyaje? Kwa sababu huko ndiko tunakoelekea, nyayo chumbani. Haya yote yanapokuwa yanafanyika vile, katika kitabu kile cha Ufunuo 13 mstari wa 4, wapi wanaelekea? Na hapa nasoma pamoja nawe. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa yule mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Agenda, wakamsujudu. Mwendo wote wa utawala, joka anatumia serikali, tawala za dunia, kisha anatumia mambo ya dini, na huko anakokwenda wote anatuingiza kwenye ibada. Wote wakamsujudu joka. Ufunuo 13 na ule mstari wa
13 hadi 15, angalia yule nabii wa uongo, yule mnyama anasikiliza kinachotajwa hapa, na hapa anasoma pamoja nawe. Naye atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya kumfanyia sanamu akiambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Serikali na huyu nabii wa uongo, lengo lao ni moja, ni kuwapeleka wakazi wa dunia kwenye ibada kwa joka. Kwa sababu wakisujudu yule mnyama, wamemsujudu joka, maana ndiye amempatia kiti cha enzi na uwezo mwingi. Kwa hiyo watu wakiona, wanaona mnyama lakini hawezi kumuona joka, lakini kumbe joka ndiye yuko kwenye pazia. Kwa hiyo ibada zote, utii wote, watu wanapotii ile mamlaka ya ile sanamu, wanaona wanatii serikali, wanaona wanatii taratibu zilizowekwa na sheria za kimataifa, wanaona wanatii muungano wa dini na serikali za dunia. Kwa hiyo wanapotii na kuhamasishana, ibada hiyo yote inaenda kwa joka. Kwa hiyo mpango mzima wa shetani, atatumia serikali za dunia, atatumia dini kuwapeleka wakazi wa dunia katika ibada kwa shetani. Nyayo chumbani katika kitabu kile cha Church History, kitabu kinahusiana na historia ya kanisa la Kikristo, Century 2 section ya 7. Hapa na nukuu, ilipoenda namna hiyo, takuja kupitisha kidogo kwa haraka. Anasema Ukristo ukawa dini katika dola ya Kirumi na kuchukua nafasi ya upagani. Ukristo kama ulivyokuwa katika zama za giza unaweza kuitwa upagani uliobatizwa. Nikupatie historia kwa haraka kidogo. Yohana akiwa Patmo kwenye Ufunuo sura ya 2 na Ufunuo sura ya 7, alimwambia Yohana, unayoyaona yaandike, uyapeleke kwa makanisa 7 yaliyoko Asia. Yanakaa kijiografia kama mwendo wa mshale wa saa, clockwise. Toka kanisa na kanisa ni kati ya kilomita 64 mpaka kilomita 68. Kwa hiyo clockwise maana yake unaanzia Efeso, unaingia Simina, unaingia Pergamo, unaingia Thiatira, unaingia Sardis, unaingia Philadelphia, unaingia Laodikia. Kwa hiyo nasema ni clockwise, unaenda kama mwendo wa mshale wa saa, na inatengeneza kama nusu mwezi ukiangalia kwenye jiografia ya Asia ndogo wakati ule. Yesu alikuwa na ujumbe unaopita kiwango cha eneo la kijiografia mpaka wakati wako na wakati wangu. Na alipozungumza kwa kanisa lile la Waefeso, kwenye Efeso akasema, mmesahau upendo wenu wa kwanza. Kwa nini? Ulianza vizuri kanisa la mitume kuanzia mwaka wa 31 mpaka mwisho wa karne ya kwanza, mwaka wa 100. Ilikuwa ni kipindi cha zama za mitume. Walianza wakiwa na upendo mzuri, lakini siku zilivyoenda upendo wao ukapotea, wakawa ushupavu tu, hawana upendo wa kweli. Na Yesu akawakosoa, umewacha upendo wako wa kwanza, na akawaambia tubu. Kwa nini waliuacha? Kwa sababu ya mateso akina Nero, mateso akina Diocletian, mateso akina Dionysia, wakawafanya wakalegeza Ukristo wao. Na hicho Yesu aliona wanauacha Ukristo, anakawaambia waambie watubu.
Lakini tunaingia kipindi kile cha semina. Hiki ni kipindi ambacho mateso yalienda juu mno, mpaka Yesu akasema utapigwa gerezani, utateswa, utakuwa na dhiki muda wa siku 10. Najua unapoketi maana pakiti kile cha joka, nafahamu, lakini kwa kuwa unasubira na umelishika neno langu, nami nitakulinda utoke katika ile saa ya kujaribu ulimwengu iliyoko mbele yako. Kipindi cha semina ni kipindi cha mateso, ni kipindi cha kuuawa kwa sababu ya Yesu Kristo, ni kipindi cha damu. Ndio maana kwenye ile Ufunuo sura ya 6 unaona farasi wa pili ni mwekundu. Hapa Wakristo waaminifu waliteswa, walichinjwa, waliuawa, na wanauawa vile na mamlaka ya serikali ya Rumi. Walipoteza kabisa uraia, walipoteza haki za kuishi, walipoteza haki ya kumiliki mali, walipoteza hata haki ya kuwa na maeneo ya kuishi. Kwa hiyo Wakristo wakawa watu wasiohitajika mahali popote. Serikali ikawatumu kama wahaini, kama vikosi vya kijasusi. Wakati huo Palestina, Israeli yenyewe haiwakubali, maana waamini Yesu ni Masihi. Kwa hiyo wakawa kama chakula cha serikali na chakula cha Israeli. Hiki ni zama ambazo Ukristo uling'aa sana mbele ya upanga na mbele ya mundu na mbele ya farasi na kuliwa na simba. Kuanzia mwaka wa 100 mpaka mwaka ule wa 320 na 30 na 13, mwaka 100 mpaka 313, semina haikosolewi na Yesu. Pamoja na mateso na watu kuuawa, ndivyo walivyokuwa wanaibuka wengine zaidi. Hakuna mara Yesu anakosoa imani yao. Sikiliza, naambia siri, wakati dunia inaenda kuleta mateso, habari njema ni hii: yatakuwa ni chombo cha kuwasafisha waaminifu. Hamuna lolote. Yani mateso yakija, maana yake ni ufagio wa kusafisha, ni tanuru ya kutakasa ile almasi na dhahabu. Yani mateso ni kitu kinachongarisha. Kama ingelikuwa ni madini, nasema hiyo ni kutumia mercury. Na kwa sababu Yesu aliona kanisa likawa safi. Kaingia kipindi cha kanisa la Pergamo. Hawa walipoona mateso yamezidi, kuanzia mwaka wa 313 mpaka mwaka wa 538, wao wakafanya maridhiano, compromisation. Wakaamua kupunguza viwango vya kiroho ili wakwepe mateso, wafanane na wapagani, na taratibu Kristo ukaingia katika dunia. Naomba nisikilize vizuri, kwa naeleza vile ambavyo shetani ametumia serikali za dunia na akatumia viongozi wa dini kuhakikisha anakwenda ikulu. Lakini sikiliza, jicho la Yesu linamtazama huyo amefika wapi? Huyo amefika tayari Dodoma. Ametoka Dodoma, huyo tayari ameshafika pale wapi? Yuko Gairo, ameshatoka Gairo. Huyo anaelekea tayari, huyo anafika pale Msamvu. Sikiliza ndugu zangu, yeye asiyechoka na asiyesinzia anakusubiri chumbani na atafunga mlango. Hakuna shughuli rahisi sana kuku anapoingia chumbani na unahitaji kumchinja. Shughuli rahisi sana. Shetani ajue, na viongozi wa serikali, viongozi wa dini wajue, hakuna jambo rahisi kwa anayetafuta kuku anapoingia chumbani. Nyayo chumbani, fanyeni mtakayoyafanya, lakini mnaelekea chumbani. Jicho la Yesu linaona, ni kama anasema harakisha tu, njoo tu. Ndicho alichomwambia shetani siku ile, ya kwamba nikiinuliwa juu utaona matokeo. Wakati shetani anachochea, msulubishe, fanya hiki na kile, Yesu anasema nikiinuliwa juu tu umekwisha. Na kweli ndivyo alivyosema, imekwisha tetelestai. Wekeni mipango yote katika vyama, mipango yote katika serikali mbalimbali, mipango yote katika dini, iwekeni. Lakini sikiliza, mbingu ni kama zinasema njoeni chumbani. Tachinjwa mchana kweupe. Yeye ni mfalme wa wafalme na ni Bwana wa mabwana, champion wa vita. Wakati fulani mtu mmoja aliwahi kunitisha. Nakumbuka nilikuwa na mchungaji, nikiwa mchungaji kule Mkendo, wakati tunafanya mikutano hii, mtu mmoja akasema dawa yenu iko jikoni. Nilikuwa mimi na mchungaji Nyakirere Senior, tulikuwa tumevaa kawaida tu, hakujua ni wachungaji. Ninamwacha jina lake na dhehebu lake, lakini tulimwambia ya kwamba tunafahamu sana kinachokuja, ila light ungelijua unaelekea chumbani. Light wangelijua. Kwa sababu Biblia inaeleza Yesu hawezi kuja mpaka muingie chumbani.
Kesho utakuja kuona. Kwa hivyo Biblia inaeleza wazi, ndipo kipindi cha Pergamo Ukristo ulipoelekea, upagani ukaingia, na ndipo kanisa likaanza kuungana na upagani. Mafundisho yakaboreshwa ili yafanane na wapagani. Siku ya ibada ya jua ikawa siku ya ibada leo. Yaani hiyo Jumapili unayoona leo imeingia wakati wa Konstantino. Iliingia kama sehemu tu ya kupumzika, iwe kwa ajili ya kilimo, eti italeta maboresho. Ndio maana baada ya kuvunjika Rumi, serikali nyingi za dunia zilikuwa ndani ya influence ya Rumi. Ndio maana serikali nyingi za dunia zinapumzika siku ya Jumapili, na watu hawajui ni kwa nini. Maana ilipovunjika Rumi, sifa za Rumi ndizo zilizochukuliwa na serikali mbalimbali za dunia. Ndio maana unaona Jumapili iko kwenye mlingoti juu, lakini wanaosoma historia wote wanafahamu ilikuwa siku ya ibada ya wapagani. Biblia iko wazi kabisa na historia iko wazi. Yaani mtu yeyote anayesoma historia ya kanisa linavyoenda, nitakupatia tu mtasari uweze kuelewa. Ni ndani ya kipindi cha Pergamo, na halafu ikafuata kipindi cha Thiatira. Thiatira ndio kabisa, it was a dying church. Kanisa lilikuwa linaelekea kama kufa kabisa. Maana ni mahali ambapo Biblia inasema Yezebeli aliingia kwenye kiti cha enzi. Pale ndipo unaona Ufunuo sura ya 6, farasi wa kijivu, pale horse. Kijivu ile ni kwa sababu hakuna neno la Kiunani hasa, sio gray, sio silver. Ile neno kama angelisema ni ile rangi ya ngozi ya marehemu ambayo haina ladha, haina, yani huwezi kuelezea rangi ya maiti. Ile ndio rangi inayosema ya farasi wa kijivu. Kanisa lilikuwa linanuka, limeharibika kanisa. Ndio kipindi ambacho mafundisho ya uongo yaliingia kila mahala, yakaingia. Eti wakadhani wakifanya hivyo wanaongoa sana wengi. Kwa hiyo wakachukua vitu vya ulimwengu vikawa vya kwao. Ibada ya sanamu wakaibatiza kuwa ibada za watakatifu waliopita. Badala ya watu kuomba kwa Yesu Kristo, wakaanza kuomba kwa wanadamu. Badala ya watu kujua kwamba siku ya saba ni ya juma, ndio siku ya Bwana weka, wakaanza kuabudu Jumapili wakidhani wataokoa wengi, wakati kanisa lilipomezwa na dunia. Nyayo chumbani, sehemu ya kwanza. Hayo yote yanafanyika, Yesu alishamwambia Yohana, peleka kwa makanisa, kwa sababu anajua mwanzo mpaka mwisho. Alijua vile shetani atakavyoyakoroga, na anapoyakoroga usisahau mwisho wa kituo ni ibada. Anatafuta chakula kinachoitwa ibada, wote watamsujudu. Kwa hiyo ili afike pale atumie serikali za dunia, halafu atumie dini. Tawambia kwa nini mnaposikia umoja wa madhehebu, umoja wa dini, watu wanaona hii ndio jambo jema. Halafu wao ukionekana tunasema hawa hawaelewi hawa. Yesu alisema muwe na umoja. Huu ndio umoja. Naomba usiahirishe kuja. Tutakuja kueleza yeye anayesema kwenye Biblia ana usemaje huo. Niliwaambia ya kwamba ni hatari kutangaza amani huku umeshika mapanga nyuma. Biblia inajua, inaelewa vizuri sana. Umoja usioletwa na neno ni umoja hewa. Neno ndio linaleta umoja, ndio linatakasa, ndio linasafisha, ndio linaumba upya, ndio linawafanya watu kuwa wanafunzi kweli kweli. Lakini umoja wa kusema ondoa hiyo, ondoa sabato, ondoa mafundisho haya, ondoa hiki na kile, ili tulingane. Karibu chumbani. Karibu chumbani. Yesu karibu anakuja. Yaani anasema unachelewa, harakisha, njoeni chumbani, kwa sababu jemedari wa vita anakungoja. Alafu ndio utajua kwa nini mbuzi wa Azazeli hakuuawa na Mwisraeli, ila alishikwa kamba kwenye mapembe akapelekwa mbali nyikani. Let the natural take its course. Subiri hali ya asili ichukue. When the super power will take over, njoo ingia ikulu, alafu twende nyikani. Kesho kutwa utamuona Azazeli mwisho wa mbio ya sakafuni. Ninaeleza hivi ili unapopanga kama kiongozi wa serikali, kiongozi wa dini, kiongozi wa nani, ujue ukingoni unaelekea. Hizo ni nyayo kuelekea ikulu, na alivyofanya Farao itakuwa ni kosa la kiufundi. Bahari ya Shamu haikutengenezwa na greda. Ile barabara ilitengenezwa na Mungu mwenyewe. Farao unaingiaje na jeshi?
bila kuangalia nani ameshikilia maji upande huu na huku, halafu bado unasonga mbele. Hicho ndicho Mungu anataka kutufundisha kuweza kuelewa. Kwa hiyo kipindi cha Pergamo ndio Kristo ulipotiwa giza. Watu badala ya kuomba msamaha kwa Bwana wakapewa kadi za msamaha. Inaitwa indulgence, inaitwa penance. Yaani unapewa kadi, unailipia hela. Dhambi ya kufanya kesho kutwa iko covered. Sharipiwa hiyo. Kwa hiyo ukitukana mtu wiki ijayo, imradi hela yako liongeza hela, imesha covered iko. Ukifanya zinaa mwezi ujao, kadi yako ilishalipa. Kanisa lilienda mahala pabaya sana. Baada ya kipindi cha Thiatira, na kanisa la Thiatira ndio kipindi ambacho Yesu amezungumza sana kuliko vipindi vyote. Na ndio kanisa la Thiatira liko katikati ya makanisa matatu ya mwanzo na makanisa matatu ya mwisho. Thiatira, kanisa lililo kwenye giza totoro. Hapo ndio mambo mengi yalipoingia. Pale ndipo siku na amri ya pili ya amri 10 za Mungu, usijifanyie na sanamu ya kuchonga, ilipoondolewa. Maana ikibaki italeta mgogoro wa ibada kwa sanamu. Pale ndipo Sabato ikaondolewa pia, na vikao vilikaa na maamuzi yakafanyika. Badala ya neno la Mungu kufanya maamuzi ya vikao vya viongozi wa dini ndio yakawa yenye kufanya maamuzi. Hicho ndicho kilichofanyika hicho. Na Biblia inaeleza wazi, kama tunaweza tukaeleza, ndicho inaeleza church history kwamba Ukristo ulikuwa katika zama, uliokuwa ndani ya zama za kati, unaweza kuitwa upagani uliobatizwa. Ndio kipindi hicho. Hiyo niliyoweka hapo ni picha ya kusaidia kiserikali hivyoenda. Kanisa Yesu aliliacha, tawala ya dunia ilikuwa ni Rumi. Lakini miaka ilivyoenda, kwenye mwaka wa 300 na kitu, Ukristo hatimaye ukapokelewa katika Rumi kama mojawapo ya imani wanayoielewa. Na hasa ni kipindi cha Constantine Max alipoamini na wakaona ni mtawala amekubali, na ndipo Ukristo ulipokumbatiwa. Lakini ndani ya kipindi hicho pia utawala wa Rumi ukagawanyika. Ukawa Rumi ya kaskazini, Rumi ya mashariki na Rumi ya magharibi. Ile ya mashariki ndio unakuta habari ya Constantinople, lakini ile ya mashariki utakuta habari ya Orthodox. Na ndio maana kama unasoma historia, kuna Orthodox pamoja na ile ya wakati wa kaskazini ya magharibi zikatengana. Na ilivyotengana, kanisa nalo likaathirika na serikali. Mwisho wakaamua na wao uongozi ubaki wa huku na huku ukabaki wa huku. Mwaka 476 Rumi ile ya magharibi ikatekwa, ikaangamizwa ile Rumi na yale makabila yale wanaita Germanic Barbarian tribes, yale makabila ambao tusema the Gothics, the Goth ambao ni mojawapo ni wale wa Sueve wa Heruli na wa Ostrogoth. Na ndani ya kipindi hicho ndipo na mitikisiko na ukafiri uliokuwa ndani yao na ubadhirifu, Rumi ikavunjika mwaka 476. Unaposikia mwaka 476, hiyo ni Rumi ya magharibi, sio ya mashariki. Ya mashariki iliendelea, na wale Wakristo upande wa mashariki wakaendelea kushikilia kweli za neno la Bwana. Ndio maana unasikia neno wa Orthodox, na ukisoma kwenye historia walishikilia mpaka wakati ambapo Rumi inakuja kuangamia na yenyewe kwenye miaka 1400 na kitu. Kwa hiyo wakati huo mambo yanafanyika, kuna upande wa Rumi ya magharibi na Rumi ya mashariki, kadhalika na kanisa hivyo hivyo. Sasa kwa kuwa hao wanatembea ndani ya mwamvuli wa serikali, hao ndio walipoingia kwenye shida zaidi, na mwisho wa Orthodox nao wakasimamia kwenye kweli, zikasogea, mwisho mambo yakaharibika pia huko mbele. Hiyo nimekuonyesha tu vile kanisa lilivyosafiri na mgawanyo wa kisiasa. Na hayo yote yakatembea, na ndio naona mafundisho yakasimama juu ya neno la Bwana. Jumapili ikawa siku ya ibada, na waliweka kabisa, wakasema ni kwa sababu siku hiyo Yesu alifufuka, na siku hiyo Roho Mtakatifu alikuja, yani ile siku ya Pentecost. Lakini wale waliofuatilia huko nyuma, tuliona Pentecost ni nini hasa. Sio kwamba Mungu alikuwa anatakasa siku ya kwanza ya juma, ila alishaisema kwenye Mambo ya Walawi 23 mwezi tarehe kwenye fungu lile la 15 16 ya Walawi 23 anaieleza
siku ya 50 ambayo inaashiria Yesu ataketi, atakuwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Pentekoste ni tukio lililofanyika juu mbinguni na sio duniani, na Mungu alishaweka mapema kabisa, lakini kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni ishara ya kwamba tayari ameshatawanyika. Yesu ni mfalme na Yesu ni Bwana na mamlaka yote amepewa. Kwa hiyo Jumapili karasimishwa kwa sababu eti Biblia inasema hivi, siku hiyo Yesu alifufuka, halafu ndio Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentekoste. Kwa hiyo tuna sababu za kibiblia, wakati Biblia nzima haijawahi takasa Jumapili. Lakini ilianzia wapi? Karne ya 4. Ndio maana wale wanaosoma Ufunuo ile sura ya 1, halafu anasoma mstari wa 10, na alikuwa katika roho siku ya Bwana, halafu anasema ile siku ya Bwana ni Jumapili. Wanakosea sana, maana Yohana ameandika kati ya mwaka wa 81 mpaka mwaka wa 90 na kitu hapa, wakati Ufunuo inaandikwa. Wakati huo Jumapili haijakuwa tatizo lolote kwa Kristo, haikuwa siku ya ibada mara popote. Kwa hiyo kutafsiri kwamba nalikuwa katika roho siku ya Bwana, halafu siku ya Bwana naita Jumapili, mtu yeyote anayejua historia atasema bumbumbu mzungu wa leli. Nakumbuka hicho kisa vizuri. Hakuna kitu kingine, mtu anayejua historia atanyamaza. Ni kama mimi ukiniandikia leo ukasema Julius Kambarage Nyerere alizaliwa Tokyo Japani, akasoma shule ya Wuhan, halafu ananiambia historia hiyo anatokea Mongolia. Unasema Julius Kambarage yupi? Rais wa kwanza wa Tanzania? Nikishajua umetokea Mongolia, basi sina kesi. Bumbumbu mzungu wa leli. Kwa hiyo mtu akiniambia Jumapili ni siku ya ibada katika Biblia, bumbumbu mzungu wa leli. Hakuna lugha nyingine naweza nikasema zaidi ya hiyo. Maana yake tu ni kwamba ni kwa vile hajui, basi amefundishwa, ameaminishwa basi. Lakini akirudi kwenye historia haijafichika, yako wazi mno, yameandikwa. Ndugu zangu wapendwa, ninaeleza tu iweze kuelewa vile Ibilisi anapotafuta ibada ya wakazi wa sayari ya dunia, na utakuja kuona harakati zote hizo zinampeleka chumbani. Hatuko mbali. Kwa hiyo Jumapili ikasimama, ibada ya sanamu ikasimama, kadi za kumsamaha zikasimama, maombezi kwa ajili ya purgatori, moto wa kutakasia, kwamba roho hazifi, watu wakifa wanaenda pale kwenye mateso. Ukileta sala tukafanya maombezi, anatoka kule anaingia kule. Ndipo kipindi hicho ibada za namna hiyo na maombezi ya namna hiyo yakaingia, ndipo habari hizo zote zikafikia na mila na desturi zikapata nafasi. Kwa hivyo anaenda wapi? Joka anamwambia mnyama, nisaidie, chukua kiti cha enzi, twende. Mnyama anasema tatumia nabii wa uongo, mnyama anayetoka nchi kavu mwenye pembe mbili mfano wa mwanakondoo, lakini akinena shetani mwenyewe. Halafu yeye anatumia nini? Mafundisho ya uongo. Kisha mafundisho ya uongo na kitu gani anatumia? Ishara, miujiza na maajabu, ili awakoseshe wakazi wa dunia. Anachotafuta ni ibada. Popote pale, sehemu ya pili ya kesho itatupeleka mahali penyewe Bwana anapochukua hatua. Mikutano hii inayoendelea hapa ni juhudi ya Bwana akichukua hatua kuwanusuru wakazi wa dunia. Nyayo chumbani, na atatueleza kitakachofanyika. Shetani anachotafuta ni ibada, na ndio maana Ufunuo 12 mstari wa 17 unasema joka akamkasirikia mwanamke, akaenda afanye vita na uzao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naomba unisikize vizuri. Kama hawa Ufunuo 13 wote wakamsujudu joka, wanamwadimaya, wanamfurahia, kumbe wanaomsujudu ni wale wasioshika amri za Mungu na wasio na ushuhuda wa Yesu. Maana wangelikuwa wana hayo, asingepata ibada yao. Na ndio maana 12:17 Ufunuo anakasirika na anafanya vita na wanaoshika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa ujumla ni hivi, katika shindano hili nyayo chumbani, anachotafuta shetani ni ibada ya wakazi wa dunia. Lakini anaipataje? Ana
anawaondolea amri za Mungu. Watakazana kwenye ibada, watakazana kwenye sala, watakazana kwenye kusifu, watakazana kwenye kuomba, lakini ibada hiyo yote ni mbele ya joka. Nitawaeleza. Mungu anajua wengi wao hawajui kabisa. Na kwa taarifa, Mungu anajua unamtafuta Mungu ila umekoseshwa. Na kwa sababu hiyo alijua atapeleka neno atakapoueleza ulimwengu ya kwamba siku ya ibada ni siku ya 7 ya juma, sabato ya Bwana, inayoturudisha kwa aliyetuumba na aliyetukomboa. Na bahati nzuri wanapobadilisha hiyo siku ya ibada, ninashukuru tu Mungu ya kwamba wanaandika kwenye vitabu vyao na Biblia bado inabaki vile vile. Ninashukuru hicho. Neno litasimama milele. Watabadilisha kwenye vitabu nje ya Biblia, lakini Biblia itabaki. Kumbuke siku ya 7 uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kinachotafutwa na shetani ni ibada. Na jioni ya leo pale ulipo, angalia mpendwa, Yesu anakuita ili kadri siku zinavyokwenda unakutana na nyayo chumbani, na Yesu anamuona shetani akija, maana yeye anawapeleka kwenye ibada inaowatoa kwa Muumbaji, lakini Mungu ana agenda ya kuwapeleka kwenye ibada inaowapeleka kwa Bwana. Na jioni hii ya leo nyayo chumbani inatueleza hivi, kinachotafutwa ni ibada, na hiyo ibada isiyo na amri za Mungu. Yani popote ambako kuna ibada na haina amri za Mungu ni marafiki wa shetani, wanamsujudu shetani. Na walio na neno la Bwana, walio na siku ya Bwana, walio na amri za Bwana, hao ni maadui wa shetani. Tukutane chumbani. Na jioni ya leo, ikiwa ni shauku yako, naingia chumbani. Yesu, unisaidia kuwa na ibada ya kweli katika roho na kweli. Na jioni ya leo, na unasema tenda hivyo kwa maisha yangu. Simama pale ulipo jioni ya leo, simama pale ulipo. Na leo kuna siku ya pekee ambayo mchungaji Enoch Sandro, askofu wa jimbo lile la NGBF ukanda wa dhahabu wa Tanzania, atakuja kutubariki. Na ni shauku yako, tembea tu hapa. Yesu, natoa maisha yangu kule kwenye kituo. Tembea tu jioni ya leo, tembea tu. Na huko kwenye kituo hapa, njoo tie moyo aweze kuja, maana Mungu anatafuta waabudu halisi wa kweli ambao wanafahamu tunaingia chumbani. Tembea tu jioni ya leo kule kwenye vituo. Tembeeni wale mlioko nyumbani, wale mlioko popote, na hata wale ambao kwenye vituo na wako hapa wanasema hata hivyo hata mimi najitoa. Yesu, endelea kushikilia imani yangu nisirudi nyuma. Hata wewe pia tembea jioni ya leo. Tembea tu hivi, Yesu nishikilie jioni ya leo kwamba nisirejee nyuma katika imani. Uko hapa kwenye vituo, tembea tu. Na hivyo wanapokuja hao wengine, na wewe pia kadhalika tembea tu kule mliko kwenye vituo, pale nyumbani, pale kwenye mara popote. Tembea tu jioni ya leo wakati mchungaji anaomba. Tembea tu, wala usijali. Tembea wakati ombi linatolewa. Na Bwana akubariki. Simama pamoja na Yehova, atatuvusha ng'ambo. Baba na Mungu wetu mwema, tunalitukuza sana jina lako kwa neno lako. Neno lako limehubiriwa kwa uwazi na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na ni majibu ya maombi yaliyotangulia awali. Na sasa Mungu wa mbinguni, Roho aendelee kulitafsiri katika mioyo ya watoto wako, sio hapa Kihonda tu, lakini kila kona za ulimwengu mzima. Mahali watoto wako wamesikia sauti hizi, kule kwenye mitaa mbalimbali, kwenye mahoteli, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vituo mbalimbali. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu iendelee kulithibitisha neno hili katika mioyo ya watoto wako. Na sasa watoto wako wanapoendelea kutoa maisha yao, ninaomba Mungu hapa Kihonda uwapokee, kwenye vituo mbalimbali uwapokee, magerezani uwapokee, mahospitalini uwapokee. Baba, tunaomba ushindi mkubwa, tunaomba wokovu mkubwa, na tunaomba hata jioni hii ya leo mbariki mtumishi wako mchungaji Semba, hata atakapoondoka kwenda kupumzika pamoja na wenzake Pastor Peter, Madam Hesperanze. Tafadhali Mungu wa mbinguni, wavuvie tena neno la uzima, tayari kwa ajili ya kusimama hapo kesho. Ninakushukuru kwa sababu utaendelea kuwabariki wote walio katika vituo mbalimbali,
wale ambao wamekuwa wakifuatilia vipindi hivi kwenye mitandao ya kijamii, kupitia runinga ya Hope Channel, kila mahali kote ulimwenguni, neema yako iwe ya kutosha kwa watu wako. Basi Mungu wa mbinguni wabariki watoto wako, wape jioni njema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viende na watoto wako na kutuleta tena kesho. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.